Jina langu ni Robert Sylvester Majige, ni mkuu wa idara ya sera na teknolojia za dijitali katika shirika lisilo la kiserikali la Tech and Media Convergence, na nilikuwa ni mtafiti mkuu katika utafiti wetu tulioufanya wa matumizi au hari ya ulinzi au usimamizi wa internet kwa Tanzania kwa mwaka 2024. Na katika utafiti wetu tuliofanya kwa kushirikiana na Internet Governance Working Group, ambacho ni kikosi kazi maalum cha wadau wa asasi za kiraia, wanasheria na kadhalika wanafanya katika eneo hili la internet. Tuliweza kugundua mambo kadhaa, ambayo miongoni mwa mambo hayo ilikuwa ni kwamba Tanzania imefanya hatua kubwa, hususan katika kuhakikisha masuala ya internet yanakuwa vizuri katika kuaddress mambo kama ya ulinzi wa taarifa binafsi kwa kuja na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, na mwaka 2024 waliweza kuzindua tume ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo ilizinduliwa na Mheshimiwa Rais. Lakini pia imeweza kutengeneza mikakati mbalimbali hususan katika kupambana hasa na masuala ya utapeli mtandaoni kwa kampeni kama Sitapeliki za Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Lakini pia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania ina kitengo maalum cha masuala ya mitandao ambayo inayoshughulika hasa na kuweza kuangalia ni namna gani yale mashambulizi ya kimtandao ambavyo yamekuwa. Lakini pia Tanzania imeshiriki katika mijadala ya kimataifa ya masuala ya internet, ikiwemo kushiriki mkutano mkuu wa kimataifa wa Internet Governance Forum uliofanyika Al-Adh, na kuchukua hatua za kuandaa mkutano mkuu wa wadau wa internet kwa Afrika utakaofanyika mwaka huu jijini Dar es Salaam mwezi wa 5. Upande wa changamoto ambazo tuliziona ni katika changamoto za kisheria, kisera na utekelezaji na zile emerging digital threats, yale matatizo yanayoibukia. Kwenye sera tuligundua kuna baadhi ya sheria ambazo zina changamoto. Mfano, sheria ya makosa ya mtandao, vifungu kama vya 16 vimeendelewa kupigiwa kelele. Sheria ya Access to Information Act, kifungu cha 5 kinatoa haki ya mtu kupata taarifa, lakini kifungu cha 6 kinazuia sana upatikanaji wa hizi taarifa, ambacho inaweza kapelekea katingile mtu asipate taarifa kwa wakati. Lakini pia tuligundua Tanzania haina sera ya taifa ya akili mnemba. Licha ya kwamba wana sera kwenye elimu na afya, lakini hatuna hii sera ya kitaifa inayotusaidia kuweza kuwa na direction nzuri kama taifa. Lakini pia kwenye sheria tuweza kugundua bado sheria zetu au sera zetu hazijaweza kuangalia ni kwa namna gani hasa vitu kama emerging issues kama cryptocurrency na kadhalika vinaweza kushughulikiwa, japokuwa kuna maamuzi ya Mahakama Kuu mwaka 2024 yaliyoonyesha kwamba kuna haja ya maeneo haya kuwa regulated. Upande wa hali ya matumizi ya internet kwa ujumla, tuliona ya kwamba penetration ya internet au smartphone kwa mujibu wa ripoti ya TCRA imeonyesha ni 35% tu ambao wanatumia smartphone. Bado inaonyesha asilimia kubwa ya watu hawawezi kupata internet au kutumia hizi smartphone kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Lakini pia Tanzania tuliweza kuona kuna changamoto kwenye hususan masuala ya udukuzi na ufuatiliwaji. Na katika changamoto nyingine tuliona kulikuwa na uminywaji wa internet na kufungwa kwa internet, ambapo tuliweza kuona mfano matatizo yaliyotokea kutokana na cable zile zilipokuwa zimeharibika baharini. Lakini pia tuliweza kuona matukio mbalimbali yaliyotikisa katika masuala ya kidijitali, ambapo matukio hayo tuliweza kudokumenti zaidi matukio 49, na katika matukio haya matukio 24 yalionyesha kuna kudorora kwa hiyo ulinzi wa hali ya mtandao. Matukio 18 yaliweza kuonesha kulikuwa kuna maendeleo kutokana na jitihada mbalimbali serikali zilizokuwa inafanya, na matukio 7 yalionekana kuwa ni neutral. Katika matukio haya tunaona ni 49% inaonyesha kwamba kulikuwa kuna shida, na kufungwa huku kwa internet na matukio haya mengine kuliweza kuonesha ni kwa namna gani kama nchi bado tuna haja ya kwenda mbele zaidi.
Katika athari za kiuchumi, sio tu athari za kiuchumi, kuna athari za kiuchumi, kijamii na kisiasa pia. Katika athari za kiuchumi, ripoti imeonyesha mwaka jana duniani kwa ujumla ilikuwa ni zaidi ya bilioni 7 za cost za internet. Na kwa Tanzania tulikuwa tuna kama milioni 1.64 za athari tulizozipata kutokana na disruption hiyo ya internet, ambapo ilikuwa ni kwa zaidi ya masaa 1116 inaonekana tulikosa internet, na zaidi ya watu milioni 14 waliweza kuathirika katika upatikanaji wa huduma za internet. Hizi zinakwenda mbali sana, hususan kwa watu ambao wanatumia internet katika masuala yao ya kiuchumi, masuala yao ya kazi na masuala yao ya kijamii kwa ujumla. Kwa hiyo ina athiri kwa namna gani, hasa tunapokuwa tunazungumzia swala la digital economy. Tunahitaji kuwa na internet ambayo ni stable, itakayotusaidia au itakayokuwa accessible wakati wote, ili watu waweze kushiriki katika masuala ya kiuchumi wakiwa salama katika internet na ulimwengu wa kidijitali kwa ujumla. Tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, maangalizo yetu makubwa yapo kwenye moja, matumizi ya mitandao hii tunapoelekea katika uchaguzi, hususan katika vitu kama vya habari feki, sio tena habari, fake news na misinformation and disinformation. Lakini pia kuna hatari kubwa ya watu kuja na video au sauti kwa kutumia akili mnemba, ambazo zinaweza zikamuonesha labda kiongozi wa chama fulani au mtu fulani amezungumzia jambo fulani kuhusiana na mambo ya uchaguzi. Lakini pia kama hali ya kisiasa ya matukio haya yanayoendelea, mfano ya kidijitali, yataendelea kuwa hivi, mfano labda kukamatwa, mfano tumeona wale viongozi wa wanafunzi ambao walimu ambao hawana ajira walipozungumza mtandaoni mambo ambayo ni critical kuelekea uchaguzi, inaweza ikapelekea matukio kama haya kuendelea kutokea zaidi na kuleta hofu zaidi kwa watu. Lakini angalizo letu la mwisho kubwa lilikuwa kwenye swala la wasiwasi wa internet kuweza kufungwa tunapoelekea katika uchaguzi. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu tumeona mwaka jana sauti zimeanza kutoka. Mwenyekiti wa UVCCM taifa aliita mamlaka na serikali zifungie mtandao wa X wa Twitter. Na mtandao wa Twitter unafahamika kwa kuwa ni sehemu ambayo ni critical. Watu wanazungumzia masuala mbalimbali ya kisera, kisiasa, na umekuwa ni sehemu ambapo wafanya maamuzi wamekuwa wakifikiwa. Kwa hiyo sauti kama hizi zinatupa hiyo wasiwasi na kuona ya kwamba hali huenda ikawa ni tofauti.